Leo kwenye mitandao nimekutana na picha hii hapa ambayo inamuonyesha Vincent Kigosi almaarufu kama Ray na Gabo Zigamba ambao wanaonekana kutrend sana kwenye mitandao, huku watu wakiwa wanaulizana kwamba ni nani mkali katika uigizaji. Lakini leo mimi nimekuja na maelezo kidogo ambayo yanaweza kutusaidia kuweza kuwafananisha hawa watu. Moja, kwanza kumfananisha Ray Kigosi na Gabo ni kumkosea Ray. Kwa maana yangu nyingine ni kwamba ukichukua tu kwamba Ray ameibeba sanaa kwa miaka mingi sana, na haimaanishi kwamba ukibeba sanaa kwa miaka mingi wewe ndo unakuwa mkali kwenye uigizaji. Hapana. Swali moja tu limeulizwa ni kwamba ni nani mkali kwenye uigizaji. Inawezekana kila mtu akawa na upande wake, lakini moja, Ray Kigosi ni mtu ambaye ameitumikia sanaa kwa muda mrefu sana, lakini pili ni director wa filamu na vile vile ni muigizaji na ni producer wa filamu, na ana heshima kubwa sana katika taifa hili, na hususan kwamba amewasaidia watu wengi sana. Wengi wametokea kwenye sinema zake, lakini pia hata Gabo naye kwa kiasi fulani amepita kwenye sinema za Ray baada kutoka kwenye sinema za Sajuki zile. Alivyokuja na Ray alimpokea na akafanya naye kazi moja inaitwa VIP. Na kwa upande wa Gabo, huyu ni muigizaji ambaye anajituma sana katika kazi zake na amefanya kazi nyingi sana, hususan kipindi kiwa na kina Sajuki, Mariam Sajuki. Lakini pia akaibuka akafanya kazi moja ambayo alifanya na Mobi Mpambala na nyingine nyingi. Baadaye akaibukia kwenye Tunu, akaibukia kwenye vitu sinema nyingi, nadhani mnazijua. Kwa hiyo tunapotaka kuwashindanisha hawa watu lazima tuwe na hili ambalo nimelisema, ili kuona kwamba tunaangalia nini kwao. Je, tunaangalia uwezo wa uigizaji ama tunaangalia ni nani aliyefanya mambo makubwa kwenye taifa hili? Kwa sababu pale nimeona katika zile comment wengi tumekuwa tukicomment, lakini hatujaelezea wazi kwamba tunataka nini. Kwa upande wangu mimi, ukiniuliza nitakuwa nina majibu ya kwangu, na wewe nikikuuliza utakuwa na majibu yako. Nachotaka kusema ni kwamba kabla hatujawashindanisha ni lazima tujue tunawashindanisha kwenye lipi. Je, tunawashindanisha kwenye uigizaji ama tunawashindanisha kama ilivyokuwa imeandikwa kwenye mtandao pale kwamba aliyefanya mambo makubwa katika tasnia ya filamu? Kama ni aliyefanya mambo makubwa katika tasnia ya filamu nimeshaelezea, na kama ni uigizaji pia, hili sasa nawaachia nyinyi ndio mtachagua ni nani ambaye mnaona amefanya mambo makubwa kutoka mwaka 2020 mpaka hapa tulipofika. Tuangalie tu kwamba ni nani ambaye unamuona amefanya mambo makubwa zaidi. Lakini kuna wengine walienda mbali sana wakaongelea upande wa tamthilia kwamba Ray ni producer na amefanya tamthilia nyingi nzuri, ikiwemo Tandi ambayo inaendelea kufanya vizuri sasa hivi, lakini pia wakataja Angel Face ambayo ilifanya vizuri sana, muone, na nyingine nyingi kwa upande wa tamthilia ambayo alishirikiana na mama watoto wake ambaye anaitwa Chuchu Hansi, wakafanya ambayo inaitwa Jeraha na imefanya vizuri sana, ambayo Mariam Ismail alikuwa ndani na wengine wasanii wengine. Kwa hiyo ukija kwa upande wa Gabo, naye amefanya vizuri sana, anaendelea kuruka katika Jua Kali, anaruka katika tamthilia nyingi, mfano kama Kapuni zile alikuwepo na nyingine nyingi, amefanya vizuri sana. Kwa hiyo ni lazima tujue sasa hawa watu tunawaweka kwenye kategoria ya kuwashindanisha kwa lipi. Je, tunawashindanisha kwa sababu ni nani ambaye ameibeba tasnia kwa sasa? Kwa sababu pale imeandikwa ni nani aliyeibeba tasnia ya Bongo Movie kwa sasa. Sasa sijaelewa kwa sasa kwa maana gani? Kwa maana ya kwamba muda huu kwamba ndo ameibeba ama aliyeibeba baada ya kifo cha Kanumba, sijaelewa. Kwa hiyo nataka hapa tuzame ndani zaidi. Kila mtu atanipa maoni yake hapa chini kwenye comment yako. Utashuka hapo utasema ni nani mkali kwa wewe unavyoona, na ni nani ambao mimi naomba tuwe na vitu viwili. Useme ni nani ambaye ameibeba tasnia kwa sasa, lakini useme ni nani ambaye unahisi mpaka muda huu tunaongea tasnia ya Bongo Movie iko mabegani mwake, yani ameibeba, na jicho la Watanzania, jicho la wana Afrika ambao wanazungumza Kiswahili na lugha nyingine ambao wako mataifa mengine wanamwangalia kwa sasa. Wanamwangalia nani? Lazima hiyo pia ukiwa na comment hapo chini basi utuambie unahisi ni Vincent Kigosi ama unahisi ni Gabo. Tunataka hiyo.